Habari mpenzi mtazamaji, karibu katika chaneli yako pendwa ya Khairo TV. Usisahau kusubscribe na kushare, support yako ni muhimu kwetu. Baada ya sala ya alfajiri, msikiti ulikuwa umetulia, sauti ya tasbihi chache zikisikika kutoka kwa waumini waliobaki ndani wakifanya dhikr. Sheikh Yusuf alikuwa ameketi sehemu yake ya kawaida karibu na mimbari, akiwaza juu ya hutuba yake ya Ijumaa inayokuja. Alikuwa mtu mwenye busara, mwenye ndevu zilizochanganyika na nyeupe, na macho yake yalionyesha hekima ya miaka mingi ya kujifunza na kufundisha. Mara ghafla, kijana mdogo mwenye umri wa takribani miaka 13 alifika mbele yake kwa haraka, pumzi yake ikiwa nzito kama vile ametoka mbio. Uso wake ulikuwa umejaa hofu na wasiwasi. "Shekhe," kijana huyo alisema kwa sauti iliyotetemeka, "Baba yangu anataka kukuona haraka sana. Tafadhali njoo naye." Shekhe Yusuf alisimama bila kusita, akatupa shuka lake la bega na kumfuata kijana huyo. Njia ilikuwa tulivu, upepo mwanana wa alfajiri ukipuliza taratibu. Nyumba haikuwa mbali, ilikuwa ndani ya mtaa huo huo wa msikiti, nyumba ya matofali mekundu yenye mlango ambao uliopauka kwa muda. Alipofika, baba wa yule kijana, mwanaume mwenye umri wa takriban miaka 50, alisimama mlangoni akionekana mwenye huzuni kubwa. Macho yake yalikuwa mekundu, kana kwamba alikuwa amelia usiku mzima. Bila kusema neno, alimshika mkono Sheikh Yusuf na kumvuta ndani. "Binti yangu ni mgonjwa sana," alisema kwa sauti nzito. "Anaumwa vibaya na sasa yuko mahututi. Tafadhali msomee dua." Shekhe aliingia chumbani. Chumba kilikuwa na mwanga hafifu wa taa ya umeme, hewa ilikuwa nzito na harufu ya manukato ilijaa ndani. Kitanda kilikuwa pembezoni mwa chumba na juu yake alilala msichana mwenye umri wa miaka 17, uso wake ukiwa umefunikwa na kitambaa cheupe. Alipokaribia, baba yake alichukua kitambaa taratibu, akifunua uso wa binti yake. Alikuwa amekonda sana, uso wake ukiwa mweupe kama karatasi. Kifua chake kilikuwa kikipanda na kushuka kwa shida, kana kwamba kila pumzi ilikuwa mzigo mkubwa kwake. Sheikh Yusuf alimsogelea na kuinamisha kichwa chake. Kwa upole alianza kumnong'oneza, "Binti yangu, sema la ilaha illa Allah, Muhammadin Rasulullah." Hakuna jibu. Aliendelea kwa sauti ya upole zaidi, "Sema la ilaha illa Allah, Muhammadin Rasulullah." Kama mtu anayejitahidi kupumua ndani ya bahari ya mateso. Msichana huyo alifungua midomo yake kwa shida, lakini maneno yake yalikuwa kama radi iliyopiga ndani ya chumba. "Ole wangu, kifua changu kimebana. Ole wangu, kifua changu kimebana." Sheikh Yusuf alitetemeka. Hakuweza kuelewa kinachoendelea. Kwa mara nyingine alijaribu kumnong'oneza shahada, lakini binti huyo alitikisa kichwa chake taratibu, macho yake yakiwa yamejaa hofu isiyoelezeka. Kwa sauti dhaifu lakini ya kutisha alitamka, "Naapa kwa Mungu, naona makazi yangu motoni. Naapa kwa Mungu, naona makazi yangu motoni." Kabla mtu yeyote hajazungumza, pumzi yake ya mwisho ilimtoka, mwili wake ukalegea na macho yake yakabaki yamefunguka. Chumba kilijaa vilio. Mama yake aliyekuwa ameketi pembeni alidondoka chini kwa huzuni. Baba yake akashika kichwa chake kwa mshtuko, na yule kijana mdogo aliyemwita Sheikh Yusuf alibaki akitetemeka, machozi yakimtiririka usoni. Sheikh Yusuf alifumba macho yake kwa huzuni na mshangao. Kilichotokea kilimtikisa kabisa. Hakuwahi kushuhudia mtu anayekufa kwa hali kama hiyo. Alijiuliza ni nini kilichosababisha mwisho huu wa kutisha. Baada ya muda wa faraja na maombi, aliwauliza wazazi wake kuhusu maisha yake. Baba yake kwa huzuni kubwa alisimulia, "Binti yangu alipenda sana muziki. Usiku na mchana alikuwa akisikiliza nyimbo, akizipenda kuliko Qur'an. Alipoitwa kwa sala, alikuwa akipuuza na kuweka spika zake kwa sauti kubwa. Tulijaribu sana kumkumbusha, lakini hakutaka kubadilika. Tulipojaribu kuzima muziki wake, alikasirika. Qur'an haikuwa sehemu ya maisha yake." Sheikh Yusuf alitazama mwili wa msichana huyo na kutafakari. Kifo chake kilikuwa funzo kubwa. Hali aliyokutwa nayo ilionyesha jinsi moyo wake ulivyokuwa umefungwa kwa Qur'an na badala yake umefunguliwa kwa mambo ya dunia. Alisimama na kuwatazama wote waliokuwa ndani ya chumba hicho. Kwa sauti ya huzuni lakini yenye msisitizo alisema, "Hakika maisha ni muda mfupi sana. Hatufahamu tutaondoka lini, lakini mwisho wetu utakuwa kama tulivyoishi. Ikiwa mtu anaishi kwa Qur'an, Qur'an itakuwa nuru yake katika kaburi na akhera. Ikiwa moyo wake umefungwa kwa mambo ya dunia na mziki, basi atakumbana na hayo katika safari yake ya mwisho." Msichana huyu ni fundisho kwetu sote. Baada ya mazishi yake, habari za mwisho wake zilienea mji mzima. Ilikuwa mawaidha yenye uzito kwa watu wengi. Vijana walianza kutafakari juu ya maisha yao, wakitathmini jinsi wanavyotumia muda wao. Wazazi walianza kuwa makini zaidi katika kuwaelekeza watoto wao. Katika wiki zilizofuata, msikiti ulianza kujaa zaidi kwa vijana waliotaka kujifunza Qur'an na dini yao.
Simulizi ya msichana huyo ilikuwa kama mwenge wa mawaidha, ikiwakumbusha wote kwamba dunia ni ya muda mfupi na mwisho wetu unategemea jinsi tulivyoishi. Sheikh Yusuf alibaki akiitafakari hali hiyo kwa muda mrefu. Alijua kuwa kazi yake haikuwa tu kufundisha, bali pia kuwaonya watu juu ya kifo na umuhimu wa kumrudia Mungu kabla ya kuchelewa. Na tangu siku hiyo, kila alipotoa hotuba, alikumbusha jambo moja: tafakarini juu ya maisha yenu kabla ya mauti kufika ghafla. Tafakarini ni lipi linatawala nyoyo zenu. Tafakarini kwa sababu hatujui mwisho wetu utakuwa vipi.